Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kwa vijana wa Tanzania wenye elimu ya sekondari hadi elimu ya juu. Nafasi hizo zimetangazwa leo Jumatano Aprili 30 mwaka 2025 na kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ Kanali Gaudetius Ilonda alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kwenye makao makuu ya jeshi hilo jijini Dodoma. Amezitaja nafasi hizo ni kwa vijana wataalamu wa tiba ikiwemo madaktari waliobobea specialisti katika fani za daktari wa upasuaji, daktari wa upasuaji wa mifupa na viungo, wa magonjwa ya kibofu na njia ya mkojo, mtaalamu wa kusoma picha za magonjwa kama X-ray, MRI, CT, wa masikio, daktari wa pua na koo, daktari wa usingizi, daktari wa magonjwa ya ndani, wa macho na wa saratani. Wengine ni madaktari wa uchunguzi wa sampuli za mwili kwa ajili ya upimaji wa magonjwa ya akili, wa huduma za dharura, wa magonjwa ya damu, wa tiba za wanyama, mhandisi wa tiba na vifaa tiba, taaluma ya maabara ya meno na daktari wa afya za abiria na wahudumu wa anga. Pia Kanali Ilonda ametaja wengine wanaohitajika ni mafundi wa mchundo wa aluminium, welding na metal fabrication. Amezitaja sifa za waombaji kuwa ni pamoja na awe Mtanzania mwenye kitambulisho cha taifa, awe na afya nzuri na akili timamu na hajapatikana na hatia yoyote ya makosa ya jinai mahakamani na kufungwa, na mnukuu akisema kuwa awe na cheti halisi cha kuzaliwa, vyeti vya shule na vyeti vya taaluma, awe hajatumikia jeshi la polisi, magereza, chuo cha mafunzo au kikosi cha kuzuia magendo, ameweza kusema. Kanali Ilonda ametaja sifa nyingine kuwa awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT au kwa mujibu wa sheria na kutunukiwa cheti. Pia amesema kuwa vijana wenye elimu ya kidato cha 4 na kidato cha 6 wawe na umri usiozidi miaka 24, wenye elimu ya stashahada ni umri usiozidi miaka 26, kwa vijana wenye elimu ya juu umri usiozidi miaka 27, na madaktari bingwa wa binadamu umri usiozidi miaka 35 ya kuzaliwa. Kanali Ilonda ametaja taratibu za kutuma maombi kuwa yote yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe makao makuu ya jeshi hilo jijini Dodoma kuanzia Mei mosi hadi Mei 14 mwaka 2025, na mnukuu akisema kuwa maombi hayo yawasilishwe yakiwa na nakala ya kitambulisho cha taifa au nambari ya NIDA, nakala ya cheti cha kuzaliwa, shule na vyuo, pamoja na nakala ya cheti cha JKT kwa waombaji waliomaliza mkataba wa kujitolea na nambari ya simu ya mkononi ya muombaji, ameweza kusema Kanali Ilonda. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ lilianzishwa rasmi tarehe 1 Septemba mwaka 1964 likiwa na lengo la kulinda uhuru wa nchi na mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majukumu ya msingi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania ni kulinda katiba na uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ulinzi wa mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufanya mafunzo na mazoezi ili kujiweka tayari kivita wakati wote, kufundisha umma shughuli za ulinzi wa taifa, kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kutoa misaada ya kibinadamu na uokoaji wakati wa maafa, kukuza elimu ya kujitegemea na uzalishaji kupitia Jeshi la Kujenga Taifa JKT, na kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa. Na JWTZ inaundwa na sehemu kuu 5 ambapo mgawanyiko huu unatokana na majukumu na mahitaji ya kiulinzi kama ifuatavyo: makao makuu ya jeshi, kamandi ya jeshi la nchi kavu, kamandi ya jeshi la anga na kamandi ya jeshi la wanamaji. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado hauja subscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe. Ni Tede Video Edward. Uwe na siku njema.